uwepo wa Mungu. Pia kanisa linasherehekea siku ya amani, na dunia nzima inasherehekea siku ya amani ya ulimwenguni. Vile tumetaja katika utangulizi wetu kwamba kuna misukosuko mingi katika dunia nzima. Kila mahali kuna watu wanagombana, watu wanapigana, watu wanatusiana, watu wanafukuzana. Tunahitaji amani. Na amani hii haiwezi kuja bila sisi kutia bidii na kuitafuta. Na hakuna njia, hakuna mahali bora zaidi ya kutafuta amani kuliko kuja mbele ya Mungu wetu na kuomba Mungu, tunaomba tupatie amani. Na Mungu anatuelekeza, anatuambia jinsi ya kupata amani. Katika familia yako unahitaji amani, watoto wako unahitaji wawe na amani na wawe wametulia katika maisha. Viongozi wetu ambao wanatuongoza tunawaombea wawe na amani, walete amani, sio vita. Hakuna mtu anataka vita. Hakuna mtu ambaye anataka uharibifu. Tunahitaji amani. Ndio dunia nzima pamoja na kanisa ikasema tunapoanza mwaka tuanze kwa kuomba nini? Amani. Kwa sababu tukiwepo na amani tutaweza kufanya mambo mengi, hata maendeleo itawezekana. Tukiwa na amani, watoto wataweza kwenda shule tukiwa na amani. Watu wataweza kufanya biashara tukiwa na amani. Watu wanaweza kutembeleana tukiwa na nini? Amani. Na sisi kama Wakristo tuwe chombo cha kuendesha hiyo amani. Tuonyeshe viongozi wetu, tuonyeshe dunia nzima kwamba sisi tumezaliwa kwa amani na tunapenda amani na tunataka kuendeleza amani, kwa sababu kiongozi wetu, mwokozi wetu na mfalme wetu ni mfalme wa amani. So kwa hivyo hatuwezi kufanya mengine tofauti na yeye. Tunafanya yale ambayo anatuelekeza sisi kufanya. So kwa hivyo kando na hayo tunaambiwa pia katika jamii ya Waisraeli hapo kitambo, kabla siku hii haijafikia, wana wa Israeli walikuwa utumwani, na Mungu akaamua ya kwamba watu wangu nimesikia kilio chao, wawezi kuishi katika utumwa miaka zote, na akatuma mjumbe wake anaitwa Musa ili kwenda kuwaokoa katika dhuluma na utumwa kule Misri. Lakini Mungu hakutuma Musa peke yake. Alituma Musa na msaidizi wake anaitwa Aaron. Na kazi ya Aaron ilikuwa kusaidia yeye kuweza, kwa sababu yeye alikuwa kuhani, kutoa sadaka, kutoa kafara ya watu kwa Mungu, na yeye kuweza kutangaza ujumbe wa Mungu na kufanya kazi ya Mungu ya kubariki watu. Na akapewa ibada ya kubariki watu. Na ibada hiyo tunaambiwa ya kwamba ibada hiyo aliambiwa aambie watu utabariki watu kwa njia hii. Bwana akuangazie uso wake na ukufadhili. Bwana akuelekeze uso wake na kuletea amani. Waliweki hivyo jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Mwaka unapoanza hivi, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kuwa bora zaidi. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutafuta zaidi kuliko kupata baraka za nani? Za Mungu. Ndio sababu katika somo hili kitu ya kwanza tunatuambia kwamba tunamtegemea Mungu. Tunamtegemea Mungu. Na tunaomba huyu Mungu atuangazie uso wake, aweze kutubariki sisi, aweze kusikia sala zetu, aweze kufungua akili yetu na macho yetu kuona yale ambayo yanaweza kusaidia sisi kuishi ubora zaidi, kuishi maisha yetu kikamilifu kama wanadamu. Kwa sababu dhambi huleta uhasama, dhambi huleta chuki, dhambi huleta vita, wizi na kadhalika. Hiyo dhambi, na sisi tunataka kwenda katika njia, tunataka kwenda katika njia ya amani. Ndipo Mungu
alijua wakati ulipotimia ya kwamba watu wake wanapaswa kuokolewa, Mungu alimtuma mjumbe wake kwa kupitia mama Bikira Maria. Katika somo la kwa kupitia Mungu alimtuma wana wake aliyezaliwa na mwanamke, na mwanamke huyu ndiye tunayemwita mama Bikira Maria, aliyezaliwa chini ya sheria ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria. Aliyezaliwa chini ya sheria katika dunia hii, maana dunia hii tuna sheria na dunia hii tuna desturi, sababu alipitia hizo desturi ili aweze kukomboa watu, aweze kukomboa watu wake ambao pia wamo chini ya sheria, ili tuweze kufanywa wana. Akishakukomboa sisi, kwa sababu tumekuwa watumwa katika maisha yetu, tumekuwa watumwa katika dhambi. Akishakukomboa sisi katika dhambi kwa kupitia njia ya ubatizo, kuokoa sisi. Sasa sisi tunaitwa watoto wa nani? Wa Mungu. Sisi ni watoto. Na kila wakati tujue kwamba mimi ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimekombolewa na nani? Na yule aliyezaliwa chini ya sheria na mama Bikira Maria. So kuishi nje ya familia ya Mungu sio nzuri. Kuishi nje ya familia ya Mungu wewe utakuwa mharibifu, utakuwa unapinga mambo ya Mungu. Jambo la mwisho ambalo nataka tuliangalie ni kwamba baada ya kuzaliwa kwa huyu ambaye alizaliwa na mwanamke chini ya sheria, na yeye kuja hapa duniani, alikuja kwa watu wake ambao walikuwa wanamsubiri, maskini. Wale maskini ambao walikuwa wanamtumainia ya kwamba atakuja yule atakaye kusaidia sisi katika maisha yetu, ili sisi pia tuweze kuwa watu wahitajika, watu wa kukubaliwa, watu wenye heshima. Na kwa mapenzi ya Mungu tena, wale ambao walipata nafasi ya kwanza ya kumjua huyu aliyezaliwa ni wale watu wa chini kabisa. Akina Yahe. Anaitwa Yahe? Akina Yahe. Hali watu wa chini, wachungaji ndio walikuwa wa kwanza kupata ujumbe huu. Na tena huyu alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Yes. Ama la mifugo, tuseme mifugo. Kwa wale kuzaliwa kwenye Kenyatta Hospital, sijui wapi, Bungoma Safari Hospital, sijui Life Care. Alizaliwa kawaida. Najua zamani mimi nahurumia mama yangu na mama wengine ambao walizaliwa hapo zamani kidogo. Angalau mimi nilizaliwa hospitali, mama nisema